Tumekusanyika hapa kwa sababu serikali yako iliamua kuipa EWURA majukumu ya kusimamia sekta za nishati na maji kupitia sheria ya EWURA ya mwaka 2001 pamoja na sheria ya maji na usafi wa mazingira ya mwaka 2019. Ndugu mgeni rasmi, kupitia sheria ya mwaka 2019 kifungu cha 29 kifungu kidogo cha pili pamoja na majukumu mengine, EWURA imepewa wajibu wa kuandaa taarifa kuhusu utendaji kazi wa mamlaka za maji. Ndugu mgeni rasmi, kama sehemu ya utekelezaji wa hitaji hilo la sheria, hasa kifungu cha 29 ndicho ambacho kimefanya leo asubuhi tuweze kukusanyika hapa. Ndugu mgeni rasmi, tulianza mchakato wa kuandaa taarifa hii kwa kuandaa vigezo ambavyo tutavitumia kwa ajili ya kupima utendaji kazi wa mamlaka za maji. Vigezo hivyo viko 6. Kigezo cha kwanza ni kuangalia upatikanaji wa huduma ya maji safi, yani coverage. Kigezo cha pili ni kuangalia namna mamlaka zinavyozingatia masuala ya viwango vya ubora. Kigezo cha tatu ni kuangalia namna gani ambavyo mamlaka inadhibiti upotevu wa maji. Kigezo cha 4 ni swala la uendelevu wa utoaji wa huduma, ambapo hapo tunaangalia ni masaa ambayo mamlaka inatoa huduma ya maji. Kigezo cha 5, mgeni rasmi, tunaangalia hali ya kifedha ya mamlaka husika, jinsi wanavyosimamia masuala yao ya kifedha. Na kigezo cha 6, tunaangalia namna ambavyo mamlaka inawaridhisha wateja, customer satisfaction. Ndugu mgeni rasmi, vigezo hivyo viko wazi na viliandaliwa kwa ushirikishwaji wa mamlaka zote. Ndugu mgeni rasmi, kwa ujumla mamlaka zote zimeongeza ufanisi katika utoaji wa huduma. Muda wa utoaji wa huduma umeimarika, miundombinu imeendelea kujengwa, lakini pia idadi ya watu ambao wanapata huduma za maji maeneo ya vijijini na mijini imeendelea kuimarika. Ndugu mgeni rasmi, nitumie nafasi hii kwamba mamlaka hizi zisingeweza kufanya haya yote ambayo zimefanya bila juhudi kubwa ambazo zinafanywa na serikali. Kwa hiyo nitumie nafasi hii, Mheshimiwa mgeni rasmi, kupongeza serikali chini ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa ambayo inafanya, na wewe mwenyewe ukiwa msaidizi wake mkubwa, pamoja na waziri wetu mwenye dhamana ya maji ambaye halali anafuatilia kila mradi ulipo kuhakikisha kwamba thamani ya fedha ambayo serikali inatenga kwa ajili ya utekelezaji wa miradi inapatikana. Ndugu mgeni rasmi, pia nitakuwa ni mnyimi wa fadhila bila kuzipongeza mamlaka na viongozi wa mamlaka ambao ndio wanakuwa wanasimamia utekelezaji wa miradi. Bila wao kuwepo katika maeneo hayo na kujitolea kutekeleza majukumu yao, mafanikio ambayo tunayasema yasingeweza kupatikana. Ndugu mgeni rasmi, licha ya mafanikio makubwa ambayo mamlaka au sekta imepata, lakini tunazo changamoto ambazo zinaendelea kufanyiwa kazi, ikiwemo swala la mamlaka kuwa tegemezi katika masuala ya kifedha kutoka serikalini. Ndugu mgeni rasmi, kupitia wizara pia kwa kushirikiana na EWURA tumekuwa tunatoa mafunzo kwa mamlaka
ili kutafuta njia mbadala za kuweza kuwekeza katika miradi ambao wanatekeleza, ikiwemo mamlaka kama ya Tanga wameweza kufanikiwa kwa kutumia hati fungani. Ndugu mgeni rasmi, pia changamoto zingine ambazo mamlaka zinakabiliana nazo ni baadhi yao kutakuwa na bei ambazo zinaakisi gharama halisi za utoaji huduma. Ndugu mgeni rasmi, tumekuwa tunashauriana na mamlaka hizo kwamba zitekeleze wajibu wao kwa ajili ya kuwasilisha maombi yao kwa ajili ya kurekebishiwa bei kwa mujibu wa sheria na taratibu zilizopo. Changamoto nyingine mgeni rasmi ni swala la miundombinu, uchakavu wa miundombinu ambayo inasababisha upotevu mkubwa wa maji. Lakini kupitia mijadala ambayo tulikuwa nayo jana na juzi, tumeweka mikakati ya kuimarisha swala la kukarabati miundombinu ili hatimaye maji yanayozalishwa yaweze kuwafikia wananchi vile inavyotakiwa.